Kabisa na muktasari wa habari za ulimwengu na Nastea Mohamed. Karibu Nastea. Shukran Halima. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anataka kuchukua mafuta ya Iran na anaweza kutoa kisiwa cha Kurg ambako mafuta mengi ya Iran husafirishwa nje. Rais Trump alikuwa akizungumza na Financial Times huku maelfu ya wanajeshi wa ardhini wa Marekani wakielekea Mashariki ya Kati. Hata hivyo, baadaye aliwaambia waandishi wa habari kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa hivi karibuni sana. Waziri Mkuu wa Israel ameagiza jeshi kuingia zaidi kusini mwa Lebanon. Benjamin Netanyahu amesema kupanua kile alichokiita ukanda wa usalama kutapunguza tishio kutoka kwa kundi la Hezbollah. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limekuwa likirusha makombora kuelekea Israel. Sasa kuna hofu kusini mwa Lebanon ya kurudiwa kwa uvamizi wa Israel uliodumu kwa miaka 18 hadi mwaka 2000. Iran si ile ile tena, Hezbollah si ile ile tena, na Hamas si ile ile tena. Nchini Lebanon, sasa nimeagiza kupanua zaidi eneo la usalama lililopo ili kuzuia kabisa tishio la uvamizi na kuepuka mbali na mashambulizi ya makombora ya kupambana na vifaru kutoka kwenye mpaka wetu. Kikundi cha madaktari nchini Sudan kinasema watu 14 wameuawa na angalau wengine 23 kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora katika mji wa Delen katika jimbo la South Kordofan. Kundi hilo la madaktari wamewalaumu kundi la wanamgambo la RSF kwa mashambulizi hayo. Sambatenzi na maelezo zaidi. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa katika mashambulizi ya usiku yaliyolenga maeneo ya makazi. Kundi la madaktari wa Sudani wanasema kwamba mji unakabiliwa na hali mbaya ya afya huku kukiwa na uhaba mkubwa wa wahudumu wa afya. Inaripotiwa kuwa vikosi vya RSF na wanamgambo wa shirika wao wameweka tena zuio la sehemu ya mji huo. Dilling ni mji wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo. Ulikuwa umeanza tu kurudi kwa hali yake ya kawaida baada ya kuzingirwa kwa kipindi cha miaka miwili. Kwa sasa mji huo unakumbwa na mashambulizi makali ya ndege zisizo na rubani na vile makombora. Jeshi la Sudani linasema limefanikiwa kuzima jaribio la waasi kuingia katikati ya mji. Ghasia za hivi karibuni zimewalazimisha maelfu ya watu kukimbilia North Kordofan. Hii ni BBC. Na msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastea Mohamed. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikitangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza pia kusikia kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera, Abudu FM, CGFM na Loliondo FM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, Pamoja FM na Count FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Chitara, Radio Lira, Voice of Busoga na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Leo hii uko nami Halima Nyanza, karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ameelezea uwezekano wa kukitwaa kisiwa cha Kurg, eneo ambalo linatoa kiasi kikubwa cha mafuta ya Iran yanayosafirishwa nje. Katika mahojiano yake na jarida la kibiashara la Financial Times, ameelezea wazi kuyataka mafuta ya nchi hiyo. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire navy. Rais Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi baada ya kusema kwamba Marekani itadhibiti kisiwa cha Kurg nchini Iran na kuchukua mafuta, huku maelfu ya wanajeshi wa Marekani wakielekea Mashariki ya Kati kufuatia mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Hata hivyo, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Hii ni licha ya kauli yake vita vinavyoendelea kusababisha bei ya mafuta kuongezeka maradufu kutokana na mzozo huo, huku Iran ikiendelea kufunga njia ya usafirishaji Hormuz. Akizungumza na jarida la The Financial Times, Trump amesema kuchukua mafuta ya Iran itabidi kudhibiti kisiwa cha Kurg kwa muda. Alipoulizwa kuhusu ulinzi wa Iran wa kisiwa hicho, Trump amesema kuwa hadhani Iran inaweza kushinda Marekani kudhibiti kisiwa hicho, kwani ni rahisi sana kwa Marekani kumiliki kwa nguvu na haraka. Iran nayo imeshtumu Marekani kwa kutuma wanajeshi wake Mashariki ya Kati licha ya kutaka kufanyike mazungumzo ya amani. Hapo jana Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagir Ghalibaf alisema majeshi ya Iran yanawasubiri kuadhibu vikali wanajeshi hawa wa Marekani.
Trump aliongeza kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Marekani na Iran kupitia wawakilishi wa Pakistani yanaendelea vizuri, lakini alikataa kutoa maoni kama makubaliano ya kusitisha mapigano yanaweza kufikiwa hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan amesema kuwa Iran na Marekani zote zimeonyesha kuamini Pakistan katika kuratibu mazungumzo. Amesema Pakistan itaheshimu kuandaa na kuratibu mazungumzo yenye maana kati ya pande hizo mbili katika siku zijazo. Hata hivyo, hakukuwa na taarifa kama Iran au Marekani tayari zimeridhia kushiriki kwenye mazungumzo ya amani. Waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar alitoa maelezo hayo baada ya siku ya kwanza ya mikutano mjini Islamabad kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki na Misri. Nam ni taarifa yake Nastia Mohamed. Wakati hali ikiendelea hivyo Mashariki ya Kati, maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Trump yamefanyika katika miji mbalimbali nchini Marekani. Waandalizi wa maandamano hayo wanakadiria zaidi ya watu 800,000 walihudhuria kupinga sera zilizowekwa na rais wa Marekani Donald Trump na mambo kama vile vita vya Iran, utekelezaji wa uhamiaji na kupanda kwa gharama ya maisha. Zaidi na David Nkya. Msemaji wa ikulu ya Marekani ametaja maandamano hayo kwamba hayana maana na kuongeza kwamba watu wanaoyajali ni waandishi wa habari wanaolipwa kuyaripoti. Waandaaji wa maandamano hayo anasema kwamba Trump anataka kuwatawala kwa njia ya kidhalimu na kuleta utawala wa kifalme katika nchi wanayoiita yenye utawala wa watu wote na mamlaka yapo mikononi mwa raia. Hata hivyo, bado BBC haijaweza kuthibitisha idadi ya waliohudhuria katika maandamano haya ambayo yanaonekana kwamba ni makubwa. Siku nzima ya Jumamosi, maandamano yalifanyika karibu na kila jiji kuu la Marekani. Umati pia ulikusanyika katika miji mingine midogo midogo kote nchini humo na pia katika maeneo ya nje ya Marekani kama vile Paris na London. Mikutano ya hadhara ilifanyika katika mitaa ya jiji la Washington DC mchana kutwa, huku umati wa watu ukipita katika mji mkuu wa taifa hilo. Waandamanaji walionekana kupanda ngazi za makumbusho ya Lincoln na kujaza jumba la kitaifa la makumbusho hayo. Katika maandamano ya mwisho ya No Kings mwezi Oktoba mwaka jana, idara ya polisi ya New York ilisema zaidi ya watu 100,000 walikuwa wamekusanyika katika mitaa yote mitano ya jiji hilo. David Nkya. Na msikilizaji, katika pwani ya Kenya, kaunti ya Kilifi, kwa kila watoto 1,000 wanaozaliwa, watoto 24 hufariki dunia, kwa mujibu wa ripoti ya kaunti ya Kilifi ya mwezi Julai mwaka 2024 na Juni mwaka 2025. Vifo hivi vya watoto na hata akina mama vimetajwa kuongezeka kutokana na ucheleweshaji wa huduma kwa kiasi kikubwa, miongoni mwa sababu nyingine. Hata hivyo, sasa wahudumu wa afya wanatumia mfumo wa kidijitali wa kufuatilia afya ya mama na watoto uitwao Uzazi Salama ili kujaribu kubadilisha hali hiyo. Sarafina Robi anafahamisha zaidi jinsi mpango huo unavyofanya kazi. Ni ufuo wa bahari Hindi katika kaunti ya Kilifi, pwani ya Kenya. Licha ya mandhari haya, usawa katika jamii hapa unasalia kuwa kitendawili. Baadhi ya wanawake wajawazito hapa bado hawajapata huduma za afya. Karibu. Asante. Neema Kazungu mwenye umri wa miaka 37 ni miongoni mwao. Ayawe. Nilikuwa naenda kliniki, naandikiwa kwenye kitabu, najaweka nyumbani, mara nyingine nasahau. Kwa mujibu wa ripoti ya kaunti ya Kilifi, kiwango cha vifo vya watoto wakati wa kujifungua kati ya mwezi Julai mwaka 2024 na Juni mwaka 2025 ni 25.75, ambapo ni sawa na vifo 1066, ikiwa ni ongezeko ikilinganishwa na awali. Kuna mama alijifungulia nyumbani na haikuwa mzuri, sehemu zake za uke alipata kukatika vibaya sana. Purity Kanzemasha mwenye umri wa miaka 40 ambaye ni mhudumu wa afya nyanjani anatakiwa kutembelea nyumba 47 katika miezi mitatu. Endelea kutunza kunyonyesha mtoto, natembelea kina mama wajawazito, natembelea kina mama wanaonyonyesha, natembelea na wagonjwa na hata wale ambao si wagonjwa, ni wazima, pia kuangalia mazingira usafi. Nyumba ya Neema ni mojawapo nyumba hizo. Kuji-enroll kwa hii Uzazi Salama app. Hapa anamsajili 2, 1. Ujumbe utakaojitokeza akipokea utamkumbusha ni lini na saa ngapi anatakiwa kwenda kliniki. Itakuwa nakumbushwa na ile message, nikitumiwa message nitakumbuka naenda kliniki.
Wahudumu wa nyanjani wanawasaidia kina mama wajawazito na vilevile wale ambao wameweza kujifungua. Sasa wewe unataka uanze kliniki na miezi 5. Utaenda kliniki ngapi wewe? Chanjo nyingine utazikosa. Nifikishe Mtoni. Kando na hili kuna maabara inayozunguka kijiji hadi kijiji katika mazingira magumu. Pengine tuchukulie huyo mama amepata huo ujauzito, hajui hata kiwango chake cha damu mwilini kiko saizi gani, kwa sababu hajaanza kliniki yoyote. Ni taarifa yake Sarafina Robi, ambayo sasa inatupa nafasi moja kwa moja kuelekea katika michezo na David Nkya, karibu. Umenenepa ama umeshavuta jiko? Nasema umenenepa sio salamu. Ujambo, karibu. Habari yako, habari msikilizaji, karibu sana. Katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF amejiuzulu katika taarifa iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii. Veron Omba amesema anastaafu, lakini kuondoka kwake kunakuja wakati wa mkanganyiko wa maamuzi ya kuivua Senegal taji la kombe la mataifa ya Afrika 2025 na kuahirisha mashindano ya wanawake dakika za mwisho. Kuondoka kwa Omba kunakuja katika wakati shirikisho la soka barani Afrika likipambana na hali ya kutokujiamini kufuatia msururu wa maamuzi yenye utata. Rais Patrice Motsepe amekiri kwamba chombo hicho kinapambana na wasiwasi juu ya uadilifu wake. Wakati huo michuano mbalimbali Halima ya timu za taifa imeendelea. Kuna yale ya FIFA Series pamoja na michuano ya kirafiki na kufuzu kwa michuano mingine, ambapo Tanzania imekunguta Makao goli 6-0. Niliangalia mchezo huu, ilikuwa ni hatari. Kupigia hatari kabisa. Colombia 1, Ufaransa 3. Leo hii Ujerumani itacheza dhidi ya Ghana. Grenada itakuwa ikiwashia moto na Kenya, huku Rwanda wao wakipepetana na Eswatini. Kwingineko, Tottenham Hotspur wanataka kumshawishi Roberto Di Zerbi kuwa kocha wao mkuu mpya wa kudumu. Igor Tudor inaarifiwa kwamba ameachana na klabu hiyo kwa makubaliano baada ya siku 48 za kuiongoza klabu hiyo, huku mtendaji mkuu Vinal Vatskeim na mkurugenzi wake wa michezo John Lang wakipewa jukumu la kuteua mbadala wake. Inafahamika kwamba Spurs walikuwa wameazimia kuachana na kocha huyo wa muda Tudor kufuatia kichapo cha 3-0 Jumapili iliyopita kutoka kwa Nottingham Forest, matokeo ambayo yaliwaacha pointi moja tu kwenye eneo la kushushwa daraja, lakini walitaka kumpa kocha huyo raia wa Croatia muda kidogo ili kuomboleza kifo cha babake wikendi iliyopita. Kwenye tetezi za soka Halima, Newcastle United wao wataendelea nia kumsajili James Trafford mwenye miaka 23, ikiwa mlinda mlango huyo wa Uingereza ataamua kuondoka Manchester City. Sean Dyche amebatilisha ripoti kwamba yuko kwenye mazungumzo ya kuchukua nafasi ya Igor Tudor kama meneja mpya wa Spurs. Huku Barcelona vile Spurs, Liverpool na Manchester United ni miongoni mwa vilabu vinavyomfuatilia kwa karibu kabisa Ivan Dika, huku Roma ikiwa tayari kukubali ofa zisizozidi paundi milioni 39 kwa beki huyo Ivory Coast mwenye miaka 26. Chelsea, Liverpool ni miongoni mwa vilabu vya ligi kuu ya England vyenye nia kumsajili beki wa Uswizi Hoven Roger mwenye miaka 22 ambaye anakaribia mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Na mchezaji hodari wa Hispania Marco Llorente mwenye miaka 21 anataka kubaki Atletico de Madrid ili kuendelea kusalia kunako ligi kuu soka pale nchini Hispania. Naondoka namna hiyo Halima. Umeshanichanganya. Ulikuwa unaambia biashara ya kuoa hapo awali, si ndio? Lakini huyu anasema kwamba huko kwenye ndoa kumbe wanaume tunatumwa dukani bila kupewa fedha. Asante David.